السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. وبعد. Ndugu zangu wapenzi wa channel ya Imam Muhammad Malina, leo nakuletea mada hii. Mada ni dua ambayo ni ukisoma aya hii, basi wewe ambaye umefungwa uchawi ambao unakuharibia maisha, yani umefungwa katika mfumo wa utafutaji riziki. Kuna watu wamefungwa. Sasa leo nakupa faida ambayo ukisoma aya hii mara kwa mara, wallahi ladhimu utafunguka kila ambacho utakuwa umefungwa na wachawi, na mambo yako yatakuwa mazuri kabisa kabisa kabisa. Aya hii ni aya ya 105 katika sura al-Baqara. Aya hii inasema, a'udhu billahi minash shaitani rajim, ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin ay yunazzal alaykum min khairin min rabbikum wallahu yaqtasu bi rahmatihi man yasha wallahu dhul fadlil azim. Allah amesema, ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin, hawapendi wale waliokufuru miongoni mwa watu wa kitabu, bi maana Mayahudi na Manaswara, wala almushrikin, wala wale washirikina, bi maana wachawi, watu wanaishi kwa ajili ya kuloga wenzao. Ayunazal alaykum min khair min rabbikum, kwamba mtateremshiwa nyinyi khairi kutoka kwa Mola wenu. Wallahu yaqtasu bi rahmatihi man yasha, Allah anakusudia kumpa rehema, kumgawia rehema zake liman yasha. Wallahu dhul fadlil azim, Allah ndio mwenye fadhila zilizokubwa, Allah ndio mfadhili mkubwa. Kwa ndugu zangu, unasoma maneno haya yanapita katika moyo, unaisoma aya hii, lakini si vibaya unaweza ukakariri pale anasema wallahu yahtasu bi rahmatihi man yasha wallahu dhul fadlil azim, unarudia wallahu yahtasu bi rahmatihi man yasha wallahu dhul fadlil azim, na unatia nia kufunguka kila ambacho umefungwa, kwamba Allah ndio mwenye makusudio ya kumfadhilisha, au kwa sababu yeye ndio dhul fadlil azim, mwenye fadhila zilizokuwa kubwa, ndio mfadhili mkubwa bimaana. Kwa hiyo Allah ndio kumbe ndio anawapa watu riziki. Kasa wanadamu tu ndio wanaharibia watu maisha yao. Kwa hiyo unaisoma aya hii, lakini anzia tu pale pale, wallahu yaqtasu bi rahmati man yasha wallahu dhul fadli alazim, wallahu yaqtasu bi rahmati man yasha wallahu dhul fadli alazim. Unatia nia, kinafunguka na kila ambacho kimefungwa katika mwili wako. Utahisi mwili unatetemeka, utahisi mwili unakosa nguvu, utahisi mwili unakuwa mwepesi. Kuna vitu tutahisi vinatoka kwenye mwili, lakini mpaka utie nia Allah akuondoshee hizo kifungo. Wallahi ukisoma aya ukakariri kwa nia hiyo kwamba ya kujifungua, Allah anakufungua tu, kwa sababu Qur'ani ni kwa nia yako ambayo utakusudia kufanya, nia yako ambayo utakuwa umekusudia katika moyo wako. Kwa hiyo unaisoma aya hii, lakini kwa nia ya kukuondoshea hivyo vifungo. Watu wanahangaika, watu wanapiga simu, shekhe, mimi nilikuwa na pesa zimekwisha, mimi sasa ni mtu wa madeni, mtu wa mikopo, lakini mimi nilikuwa na mtaji wangu mimi mwenyewe naweza kujiendesha, mambo yamekuwa magumu, kila kunapokucha mambo yanazidi kuwa magumu. Rudini kwenye Qur'ani, rudini kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ndio dhul fadlil azim, ndio mfadhili, ndio mwenye fadhila zilizokuwa kubwa. Yani Allah ndio mfadhili mkubwa ambaye ukimtegemea, man yatawakkali ala Allah fa huwa hasibu, mwenye kumtawakkali Allah atamtosha. Lakini ili ufanikiwe pia lazima katika takwa. Wengi tumefeli katika takwa, ndio maana maisha yanakuwa magumu. Na Allah amesema, man yattaqillah yaj'al lahu makhraja, atakayemcha Allah atajalia matokeo
yani maisha, kutoka katika maisha, wepesi wa kutoka katika kila kazi yako ambayo utakaifanya. Mani yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra. Katika aya nyingine, mwenye kumcha Allah, Allah atajalia katika mambo yake wepesi. Katika jambo lako lolote Allah atajalia wepesi. Kwa hiyo Waislamu, tusilalamike kwamba mambo magumu, tumefungwa na nini. Tujiangalie sisi ni wachaji Mungu. Sisi pale Mungu anatuamrisha tuwepo, tunakuwepo. Pale Allah ametuzuia tusiwepo, tutatuipo. Tumeacha kwa kumwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ametuzuia tusiwepo. Wengi tunamwasi Allah lakini tunalalamika. Wengi sio wachaji Mungu. Wengi kwenye ibada unaona tumefeli. Na Allah amesema tumuombe yeye, atatujibu maombi. Faliyastajibu li waliyu'minu bi. Waniamini tu mimi, waniitikie mimi na waniamini mimi. La'allahum yarshuduna, ili wapate kuongoka, wapate kufanikiwa katika maisha na mambo yao mengine. Kwa ndugu zangu, kwa ufupi sana niko hapo, nakuombeeni subscribe channel yetu, na comment zenu pia ni muhimu sana, tuandikieni, na pia kusambaza katika magrupu ili watu wengine pia wapate faida. Ukisambaza na mtu akatumia hii na akafanikiwa, wewe utakuwa na sehemu pia katika mafanikio yake. Allah tujazie katika mzani wetu wa mema, na Allah tufutie madhambi yetu, wa ma'alina ila albalaghul mubin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.